Mnamo tarehe 27 Oktoba mwaka 2022 nikiwa pamoja na Profesa Joyce Ndalichako nilitoa maelekezo ya serikali ya namna ya kushughulikia watumishi wa umma walioondolewa kazini kwa sababu ya kugushi vyeti. Katika maelezo hayo niliwahimiza sana waajiri kutekeleza masuala yafuatayo. Kwanza, niliwaagiza waajiri kutoa ushirikiano kwa watumishi waliogushi vyeti pindi wanapofika katika ofisi za waajiri katika kukamilisha taratibu za ulipwaji wa michango yao, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha nyaraka muhimu kwa ajili ya kulipwa michango hiyo ambayo walikuwa wameichangia kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha waajiri wanawasaidia walengwa kusaini hati ya ridhaa, yani commitment bond. Aidha, niliwaagiza waajiri wote kuwasiliana na ofisi za mifuko ya hifadhi ya jamii katika ngazi ya wilaya na mikoa ili kupata taarifa sahihi za watumishi hao zinazohusiana na zoezi husika. Lakini eneo la pili, niliwaagiza waajiri wote kuandaa na kuwasilisha kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii hati za ridhaa, yani commitment bond, pamoja na nyaraka nyingine kwa kuzingatia taratibu na miongozo iliyotolewa na mifuko husika. Lakini vile vile niliwaagiza waajiri kuandaa madawati ya misaada ili kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa na kurahisisha mchakato wa ulipaji wa michango hiyo, ikiwa ni pamoja na ujazaji wa mkataba wa makubaliano, yani hiyo commitment bond ambayo nimeizungumza. Lakini vile vile niliwaagiza waajiri kuzingatia misingi yote inayohusiana na utawala bora, ikiwa ni pamoja na kuepuka vitendo vyote vya rushwa wakati wa zoezi zima. Pamoja na kutoa maelezo na maelekezo hayo mara kadhaa, ofisi yangu imekuwa ikipokea malalamiko kutoka kwa baadhi ya walengwa wanaohusika na zoezi hili kuwa wako baadhi ya waajiri hawatekelezi maelekezo haya ya serikali kwa ukamilifu, na hasa kutokutoa ushirikiano katika ujazaji wa hati ya ridhaa, yani hiyo commitment bond, pamoja na kuchelewesha kuwasilisha vielelezo husika kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kwa ajili ya kuwawezesha walengwa kurejeshewa michango yao. Mazingira hayo kwangu na kwa ofisi yangu na kwa serikali yanabeba taswira kuwa waajiri hao wanakaidi kwa makusudi maelekezo haya halali ya serikali. Kwa kuwa mimi nina dhamana ya kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusimamia masuala yote ya utumishi wa umma na utawala bora, ninaomba nitumie fursa hii kwa mara nyingine kuwaelekeza tena waajiri wote nchini kwenye sekta za umma kuhakikisha wanatekeleza ipasavyo maelekezo yangu ambayo ni maelekezo ya serikali niliyoyatoa tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2022. Hata hivyo, kupitia ofisi yangu, ili kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa kama lilivyopangwa na serikali, nimekwisha kuunda timu ya kufanya uhakiki na ufuatiliaji wa karibu ili kubainisha mienendo ya waajiri wote katika kutekeleza maelekezo haya ya serikali. Ninaamini kwa kauli hii ya leo, kila mwajiri ataona umuhimu wa kutekeleza wajibu wake ipasavyo kwenye kuzingatia maelekezo. Tunapoelekea kuhitimisha mwaka 2022,
ninaomba nichukue nafasi hii adhimu kwanza kabisa kuwashukuru sana watumishi wa umma kote nchini kwa mchango wao mkubwa ambao wameushirikisha katika ujenzi wa taifa letu. Tunafahamu wote kwamba watumishi wa umma ni rasilimali, na ni rasilimali muhimu sana katika ujenzi wa taifa na ustawi wa taifa kwa ujumla. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa kuwa wameweza kufanikisha utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku katika mwaka mzima wa 2022. Sasa tunapofikia mwishoni mwa mwaka huu na tukielekea kuanza mwaka mpya, nichukue fursa hii kuwatakia heri sana ya sherehe za Christmas, lakini vile vile niwatakia heri sana kwa sherehe za mwaka mpya. Tunataraji kwa kuwa tumefanya kazi kwa pamoja na tumetekeleza wajibu wetu kwa pamoja kwa mwaka huu wa 2022, tukimuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha mipango ambayo nchi yetu ilijipangia katika kuhakikisha tunasonga mbele na tunaendeleza gurudumu la maendeleo hapa nchini. Basi niwatakie heri na baraka katika kuanza mwaka mpya wa 2023 tukiwa na ari ya kuendeleza utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku na kuhakikisha tunaendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa uzalendo, ili kuleta tija na ustawi wa taifa hili. Ndugu zangu watumishi wa umma, heri sana ya sherehe za Christmas, heri sana ya sherehe za mwaka mpya wa 2023, na kazi iendelee. Ningependa kuchukua nafasi hii kuungana na waziri wangu wa nchi katika ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, katika salamu zake alizozitoa kwetu sisi watumishi wa umma. Mimi katika kuongezea kwenye salamu za Mheshimiwa Waziri, ningependa kuanza kuwashukuru watumishi wote wa umma kwa huduma ambayo mnaitoa kwa wananchi wa Tanzania. Tumefanya kazi kubwa ya kuishi kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kazi iendelee. Rai yangu kwenu wakati tunawatakia heri ya sikukuu hii ya Christmas na mwaka mpya, rai yangu kwenu ni kujituma zaidi na kuhakikisha kwamba tunatoa huduma iliyo bora. Lakini wakati tunatoa huduma iliyo bora kwa wananchi wetu wa Tanzania, vile vile tuwe waadilifu, tuishi katika misingi ya utumishi wa umma. Ndio utumishi wa umma ambao Mheshimiwa Rais wetu anatarajia kuuona, ndio utumishi wa umma ambao Mheshimiwa Rais wetu anatarajia tutoe huduma iliyo bora kwa wananchi wetu. Naomba tena nirudie kuwatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya 2023. Asanteni sana. Hizo ni baadhi tu za video za Jenista Mhagama kabla ya kifo chake. Hizo ni baadhi tu video ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao za kijamii kabla ya kifo chake, although hizi zilikuwa video za kitambo kidogo ambazo watu wanamkumbuka nazo Jenista Mhagama. Kama unamkumbuka, kuna wakati aliweza kupiga magoti akiomba wakaaji wa ile maeneo ambayo alikuwa anawania kiti cha ubunge, akiwapigia magoti waweze kumpigia kura ili aweze kuwa diwani ama mbunge pale. Sijui una kumbukumbu gani kuhusiana na Jenista Mhagama? Kama uko na kumbukumbu yoyote, hebu tuachie hapo kwenye comment section. Kama huja subscribe, na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, na kutakia usiku mwema. Asante sana.